Mungu, karibu mtumishi wa Bwana. Asante sana. Amen. 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 Nataka mtu mmoja ashangilie Yesu. Unajua kila kitu tunafanya kanisa, ndani ya kanisani inashusha neema ya Bwana. Inafanya kimungu anafanya badilisha vitu ndani ya maisha yako. Amen. Amen. Kitu inaitwa ibada sio kitu kuchezea. Iko kitu kuheshimiana sana. Nimeona mtu anashangilia kwa ajili ya pila zaidi ya masaa. Paka mtu anaenda kusema tulia, anaendelea tu kwa ajili ya pila. Nimeona watu wanashangilia kwa ajili ya sherehe. Hapa nawaza kiko na mtoto mmoja Mungu akuweza kufanya zaidi. Nataka mtu mmoja anashangilia Yesu hata dakika 5. Tuanza kushangilia Yesu. Shangilia Yesu. Unashangilia vizuri hata maisha yako inabadilika. Unashangilia vizuri Mungu aweze kufanya kitu kipya ndani yako. Mungu abariki sana, bado hujafika. Unajua naambia hapa Arusha, nimemwambia wataanza kushangilia watu. Nimesikia nyuma wataanza kupiga kelele, watu wawili anza kutembea. Maana yake kama unafanya kitu, hii inaweza kushusha nguvu ya Roho Mtakatifu, maisha yako yanabadilika. Nataka mtu anafanya kitu jipya. Amen. 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 Mimi sio mtumishi, mimi nabii. Nabii hawezi kuingia na huduma mpaka Roho Mtakatifu inashuka kweli. Amen. Amen. Nataka mtu mmoja anashangilia Yesu. Nataka unashangilia Yesu kama hujashangilia na maisha yako. Nataka unapiga kelele kwa ajili ya Yesu kama hujafanya na maisha yako. Amen. Amen. Anza kufanya kitu kwa ajili ya Yesu. Amen. Nataka mtu mmoja anarudia mara 3 kwa nguvu. Amen, amen, amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Hapa ibada tofauti sana, inaanza saa 6. Mungu awabariki. Tumezoea ibada ya saa 12 asubuhi, saa 11 usiku, saa 1. Hapa nimekuja tena kufunza kitu jipya. Lakini nimekuja kumwambia mtoto mmoja wa Mungu, huko jua ke Jumapili iko siku ya Mungu. Unajua leo Wakristo tuwezi tena kubarikiwa kwa sababu tunachezea kitu inaitwa ibada. Nilipata neema kuzunguka sana duniani. Nilipata tena neema kwenda Israeli mara 3. Israeli watukuja kusubiri ibada. Mtakuanza ibada na simama tu madhabahuni, hakuna mtu kuingia hata na mlango ya kubwa ya hekalu kwa sababu unachezea Mungu. Mesisi Mungu anakuja kusubiri watu. Ndio umeona mtu anafanya miaka nyingi ndani ya kanisa bila kupata chochote. Fanya kila kitu kubadilisha tabia yako mbele ya Mungu. Amen. Amen. Wewe tu unachezea ibada. Kama mkoa Arusha amesema
nataka unakuja kwangu saa 1, unafika kwake saa 11 usiku. Wewe tu hapo unachelewa kwa ajili ya ibada. Unasafiri kwenye ndege, unasema ndege inapanda saa 2, wewe unafika kiwanjani saa 12 asubuhi. Amen. 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 Fanya kila kitu ya kuheshimu ibada. Ndio mara nyingi sana mimi nasema unataka kupokea kitu ndani ya kanisa. Jiandaa kwa njia nyumbani kuja kupokea kitu. Unajua tu kuna watu wanakuja kanisa kupitiza muda. Kama leo nimekimbia kanisa, mchungaji anasema kwa nini hujafika? Watu sema nyumbani, kwa nini nimekaa nyumbani? Na kanisa sio sema kupitiza muda. Kanisa iko sehemu ya kuja kuongea na Baba. Amen. Amen. Mungu abariki sana. Mimi naitwa Nabii Fredi Kaimbi. Niko FPCT Kimama, lakini nimetoka Kongo Kinshasa na kanisa ya Pentecost. Nimepata neema ya kuzaliwa na familia ya askofu. Baba yangu yuko askofu, ni familia yake kwa askofu. Sisi wote watoto wa baba yetu sawa, tuko watumishi wa Mungu. Amen. Mungu akubariki sana. Tunataka kuenda mara moja kwa neno. Najua leo iko siku yako. Salimia watu watatu, sema Nabii Fredi akusalimia sana. Fikisha salamu yangu. Mwambie Nabii Fredi akusalimia sana. Amen. Siku ya leo iko siku yako. Unajua tuko na watu anateseka na maisha kwa sababu yuko na vitu yeye mwenyewe ajui. Leo naongelea kitu, nimeomba usiku, Mungu amesema ongelea kwa ajili ya mavumbi au jiwe. Mavumbi au jiwe. Amen. 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 Nimepata neema nasoma Biblia sana, naomba sana. Na hakuna siku nimesoma Biblia kwa ajili ya kuhubiri. Nasoma Biblia kwa ajili ya kujenga tu maisha yangu. Amen. 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 Mahubiri kwa kitu inatoka kwa Mungu mwenyewe. Nimefika hapa bila kupata mahubiri, lakini kwa njia ya Jumapili nimepata kibali ya kuja kwa sababu kuna kanisa mwingine kuna watu 1500 inaniita nijaenda. Mtumishi ameongea na mimi, nimepata kibali. Mungu amesema neno. Mpaka nimefika hapa asubuhi, Mungu hajakupa mimi mahubiri. Tumekaa tuongee, nimesikia na siku yangu Mungu amesema ongea kwa ajili ya mavumbi na jiwe. Amen. Amen. Nataka msomaji wa Biblia msaidia kwa haraka, anachukua Mwanzo 2. Anasoma mstari ya 7. Mwanzo 2 mstari wa 7. Naomba uchukue mic, unasaidia sana. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Amen. Nataka unasoma tena Mwanzo 3 mstari ya 14. Mwanzo 3:14. Bwana Mungu akasema, Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Nasema hivyo Mwanzo 3 mstari ya 14. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni, kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Amen. Shangilia neno la Bwana. Napenda kuhubiri sisi na sasa kuna watu iko na pumzi. Amen. Amen. Nipeleka hapana kama unahubiri kaburini. Unataka kufanya kila kitu uweze mtwana iko na pumzi au ameshafariki. Najua kiko na mtu mmoja iko na uzima hapa ndani yetu. Amen.
Kwa Yesu Kristo kwa uzima ya milele, nataka kuhubiri mtu yuko na uzima ndani yake. Amen. Hapa Biblia inasema Mungu amefanya mtu na nini? Na mavumbi. Nisikilize vizuri, nimepata neema kufundisha na kuhubiri. Amen. Amen. Mtu ametoka na mavumbi. Mtu ya kwanza, kama Mungu amefanya mtu ametoka na mavumbi, kwa mtu anaishi maisha ya usafi. Kwa sababu utakatifu kitu gani? Utakatifu iko mtu anatembea juu ya neno la Mungu. Amen. Amen. Ni kitu inaitwa utakatifu. Amen. Amen. Tunaingia ndani baadaye. Mtu ameishi vizuri ndani ya Edeni. Imekoma siku moja, Shetani ameingia, ametoa mtu huyu ya kwanza Mungu ameweka ndani ya Edeni na maisha utakatifu. Mungu kama amerudi kutafuta mtu, mtamekimbia, mke amekimbia. Baada ya huyu Mungu ameenda kulaaniwa Shetani ya mara pili. Kwa sababu ya kwanza Mungu ametupa duniani, ya mara pili analaaniwa kwa sababu amegusa na mtu Mungu ameweka ndani ya nini? Ya duniani. Nisikilize vizuri, kusoni mizoea kupanda hapa, ndege inazunguka chini. Kama inapanda hujaelewa, unabaki tu hapa. Sisi tunasafiri, tunafika mbinguni. Amen. Neno la Bwana, tuko na logos, tuko na rema. Amen. Logos maana yake maandiko, wewe tunasoma. Rema maana yake kitu inatoka kwa Mungu. Ndani ya Biblia ya nyumba ya kanisa unakuja fanya kila kitu, unakuja na Biblia na kitu ya kuandika. Kwa nini Biblia? Kwa sababu tunasoma neno la Mungu, tunafuatilia kama iko hivyo kitu tunahubiri. Kwa nini kuandika? Kuandika kwa sababu kama iko na revelation inatoka kwa ajili yako, unaweza kupata na kusaidia maisha yote. Mtu Mungu kama anaingiza Shetani au nyoka ndani ya chini ya laana, uliki nakupa nguvu juu ya kila kitu. Mungu anakupa nyoka nguvu ya kukula mavumbi. Sikilize vizuri. Amen. Hata mavumbi Mungu anakupa nyoka dini ya kula, ndio mtu anaishi leo. Mavumbi au Mungu amekupa Shetani nguvu ya kukula mtu. Nisikilize vizuri, kwa sababu kama nakupanda unaelewa kitu gani nataka kuongelea leo. Kila mtu anatoka na maisha utakatifu, anaingia na maisha ya dhambi. Kuanzia siku amekoma mfanyikazi, mtoto ya Shetani. Shetani amekoma bosi yake. Unajua leo kanisa imepoteza nguvu. Kanisa imekoma mavumbi. Ndio umeona hata tunakuja kanisa tunasali, umeona watu wanasali, lakini nguvu ya kwanza ya kanisa imepotea kwa sababu watu nyingi sana imegeuka mekoma mavumbi. Mavumbi kitu gani? Mavumbi iko mtu yote anatembea na maisha mchafu, anatembea na maisha ya dhambi, ni mtu yuko mavumbi. Nimepata neema kuzunguka dunia, nimepata neema ya kukaa na hotelini vizuri hapa Tanzania, hapa Arusha. Lakini kuna vitu mchafu inafanikiwa. Amen. Unajua leo mtu anawaza niko Mkristo kwa sababu nahubiri. Mwingine anawaza niko Mkristo kwa sababu naimba. Mwingine anawaza niko Mkristo kwa sababu nafanya kazi fulani kanisani. Mwingine anasema niko Mkristo kwa sababu nimebatizwa. Mwingine amesema niko Mkristo kwa sababu nimekaa ndani ya kanisa miaka 50, 20, 10. Mwingine amesema mimi niko Mkristo kwa sababu nimetumika na huduma yangu zaidi ya miaka 50, zaidi ya miaka 10. Paka mtu ameanza kufanya sherehe ya miaka mifanya ndani ya huduma. Amen. Unafanya sherehe kwa njia siku umebatiza paka leo. Fanya usi sherehe ya mara ngapi umeanguka. Amen. Amen. Leo kanisa amepoteza nguvu kwa sababu tumeacha maisha watakatifu.
nimekaa hoteleri nyingi, umeona mchafu inafanikiwa na Bakristo, inashusha jina la Bwana. Unajua leo hata watu ya siasa, hata baimbaji ya duniani, hata barafiki zetu ya Islam hawezi tena kuogopa Mungu zetu, kwa sababu tuko na vitu vingine watu ya huko hawezi kufanya, sisi wa Kristo tunafanya. Tumepoteza nguvu ya Mungu ndani ya kanisa. Nimeona leo watu nyingi sana nakuja kanisa nasema, wapi Mungu ya Elia, wapi Mungu ya Ibrahim? Musa anakasirika tu, amesema arshi mfunguka, meza watu, ina meza watu. Elia naomba Mungu, nataka moto ishuki, moto inashuka. Leo tumepoteza nguvu kwa sababu tumeacha maisha watakatifu. Unajua Roho ya Mtakatifu iko kwa ajili ya watakatifu. Shetani ameweka ndani ya watu Roho ya Mtakatifu kwa ajili ya kuongea lugha tu. Shetani ameweka na akili ya watu Roho ya Mtakatifu kwa ajili ya kuangusha watu. Kazi ya Roho ya Mtakatifu na kazi ya kanisa iko na kazi moja tu, kwa sababu Roho ya Mtakatifu inakuja kwa ajili ya kubadilisha maisha ya mtu, kutoa mtu na maisha mchafu kuingiza mtu na maisha utakatifu. Amen. Naamini sana naweza kuomba mtu anaweza kuanguka. Naenda sehemu kingine naomba na mkutano zaidi ya watu 1000 naanguka chini. Siwezi kuamini na huduma ya maisha ya mtu. Mtu yuko na uwezo na maisha yake mzima ya kuanguka zaidi ya mara 3. Naongea kwa mwili. Amen. Unajua leo Kristo kama anakuja kanisa, mtumishi anaombea kama bado hajaanguka, amesema mtumishi yetu nguvu, amina, acha naenda kuangalia mtumishi mwingine. Anaenda tena huko kuombea, alianguka. Amesema na kanisa hapa nguvu hamna. Ameanza kuangalia TV. Ameona mtu mmoja amefanya kumkona hivi, watu 5 chini. Amesema nafuatilia mtumishi. Waza nguvu ya Mungu iko kwa ajili ya kuangusha watu. Ni nguvu ya Mungu kwa ajili ya kuangusha mtu mmoja tu anaitwa Shetani. Amen. Ndani ya Biblia tuko na watu yote kwa watumishi kama mimi hapa. Amen. 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 Mimi nimetembea nchi nyingine, Elia hajafika, nimepanda ndege, Elia hajapanda ndege. Musa hajapanda. Naongea kweli. Amen. Nimeenda nchi nyingine, umepokea naba gari ya jeshi mbele. Hii hata Paulo hajaona. Tuko ndani ya Biblia, tuko na Mungu mmoja anaitwa Yesu Kristo. Amen. Huwezi kusema mimi Mkristo kama ndani ya maisha yako huwezi kupata tabia ya Kristo. Amen. Amen. Leo mtu anasema anakuja kanisa anatafuta kuanguka tu. Kama mara kwanza umeanguka kwa sababu ya pepo. Kwa sababu hapa Tanzania wachungaji wameweka ndani ya kichwa ya mtu yote kila mtu yuko na pepo. Kama wewe umekaa hapo uko na pepo. Hata mtu ameokoka miaka 10 anakuja anasema mtumishi niko na pepo. Biblia inasema mtu yote amepokea amepokea Yesu Kristo kama mfalme ya maisha yake, mifungo yote imeanguka. Sio wewe unasema na unasema haleluya. Amen. Unakuja kanisa, bado uko na pepo. Jina la Mungu wako nani? Amen. Amen. Kama mara kwanza umeanguka, tumekupa mfano. Umeanguka kwa sababu ya pepo. Tumekubali. Pepo ndio imetoka naye ameanguka, kwa sababu kila mtu mwingine hawezi kusikia nguvu ya Roho ameanguka. Mara pili umeanguka kwa sababu umepokea Roho Mtakatifu. Umeweka zaidi ya mwisho, umeanguka kwa sababu umepokea baraka. Sio maana yeye unaanguka kwa ajili ya nini? Uliza rafiki yako, mara hii unaanguka kwa ajili ya nini? Sasa mimi sina jibu. Yeye mwenyewe anaweza kukupa jibu. Amekupa jibu. Toa na akili yako. Kanisa tunakuja kwa ajili ya kuangusha watu. Naweka na akili yako, kanisani tunaingia kwa ajili ya kuangusha vitu ya shetani ndani ya maisha yetu.
Amen. Naamini sana mtaweza kuanguka. Siwezi kuamini na maisha ya mtu mzima duniani iko na uwezo ya kuanguka zaidi ya mara 3. Mimi siwezi kuamini. Ndio naona leo watumishi nyinyi imeingia na ushirikina. Ameona rafiki yake anaangusha watu. Yeye amejua umefanya nini, amesema njoo saa 6 usiku. Anafika saa 6 usiku ameingia na ushirikina kwa ajili ya kuangusha watu. Umeona leo watu nyinyi imeingia na ushirikina kwa ajili ya ujiza tu. Hakuna jina ya mtumishi inaponya watu. Hakuna jina ya mtumishi huyu ya mtu inabadilisha maisha ya watu, jina ya Yesu pekee. Mtu yote naongea kwa dunia mzima inasikia. Kama mtu anaponya amesema ke mimi ndiye nimeponya mtu fulani, hii sio Mkristo, hii sio ya Mungu. Kwa sababu Biblia inasema utukufu inarudi kwangu. Shetani ametupiliwa hapa duniani kwa sababu anataka kupata utukufu ya nani? Ya Mungu. Kama mtu ameacha Yesu, ameingia na ushirikina, kitu ya kwanza anaanza kupokea utukufu kwake, ni kama kwake. Amen. Unajua kanisa imepoteza nguvu kwa sababu sisi wote tumekoma mavumbi. Hata tunasali ni shetani anacheka tu, anasema huyu rafiki yangu anakuja tu hapa na kupiga. Ndio umeona mtu anaokoka, anasali vizuri. Amesema mtumishi naumwa nini? Magonjwa hii imetoka kwa bibi yangu nami nitumie. Mtu anaokoka, amelonga na mtu. Na atakuja mkutano wa Mungu akipenda na atakuja. Kama yuko na mganga wachawi, muite kuja. Mwambie wachawi yote, yuko na nabii mmoja anaitwa Nabii Fred, anakukaribisha kwenye huduma. Ndio kupima nguvu zako kama uko na nguvu. Kama usirafiki iko karibu kwako, uko mchawi, mwambie anapima tu. Unasikia kitu inafanikia sema amekaa kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu iko kwa ajili ya watakatifu. Amen. Mtu anawaza ke mimi hapa niko na Roho Mtakatifu kwa sababu na watu mtanaponya. Kwa sababu mtu anafanya nguvu ya Roho Mtakatifu, kazi ya kwanza inasaidia maisha ya mtu ya kutembea na maisha ya watakatifu. Watu wengi sana wanakuja kanisa bado hajabadilisha maisha yake. Ndio umeona leo Biblia imesema na siku ya mwisho Shetani akotoa imani ya watu na Mungu, anaweka imani ya watu na nini? Na vitu. Tumefika na siku ya mwisho. Mimi nimeenda kuomba na nyumba moja, nimefika tu. Nimeanza kuomba, tumemaliza kusoma neno, muda kuomba. Nimeona baba ameweka lita 5 juu, na lita moja 3, na lita kidogo. Nasema baba unafanya biashara gani ya kuuza? Nimesema hapana, hii imetoka Nigeria ya mafuta huyu. Hii imetoka Dar. Amesema huyu hapa ametoka Babati. Mwingine hapa ametoka Kenya. Hiyo yote ya pako. Amen. Nimesema umepata wapi nimenunua? Nimesema uliza mtumishi anauza. Ananunua na duka gani mbinguni? Nipana umetumia usafiri gani ya kutoa vitu mbinguni paka hapa? Kwa sababu mimi nataka usafiri, tunataka kununua nini kwa jumla? Tunataka kununua kwake. Tunataka sisi wote tunaenda kununua mbinguni. Sema yeye amenunua. Unawaza kama Mungu anajenga dunia mzima mwenyewe bila msaidizi na siku moja tu. Paka leo nimeangalia documentary moja. Jana umesema sema yote watuishi umejenga duniani na sema watuishi ijafika hata robo ya kitu Mungu ameweka duniani hapa. Hata robo ijafika. Amejenga na siku ngapi? Moja. Yeye amemaliza. Alisibira msaidizi. Sisi hata mtu anaweka fenya hapa anatafuta msaidizi. Sasa Mungu anataka kuponya wewe hapa. Anatafuta mafuta ya kusaidia Mungu. Amen. Amen. Mungu anataka kubariki maisha yako, anatafuta maji. Unajua tuache kuchezea Mungu. Kwa nini tunashusha jina la Mungu mpaka chini? Amen. Amen. Tunashusha jina la Mungu mpaka nani? Mpaka chini sana. Mtu amezaliwa, mtu ya kwanza ameingia dunia, amekuta kila kitu.
amekuta maji, amekuta mafuta. Hivi Mungu amekupa mtu nguvu juu ya kila kitu. Mtu yuko ufalme ya vitu, ya maji, mafuta, kila kitu, na Mungu yuko ufalme ya vitu. Siko shetani kitu anafanya, anachukua ufalme wako, wewe umekuwa mfanyikazi, umeanza kuomba kwake. Amen. Ndio umeona leo Yesu amepiga watu fimu kanisa kwa ajili ya kuuza tu. Mimi ndio tumeingiza biashara imerudi ndani ya kanisa. Ndio umesikia au tunauza mafuta 5,000, 2,000, 10,000. Maji inauzia. Mwingine amekuja amesema, nimeingia na maombi, nimeona malaika ameshuka, amegusa maji. Malaika amesema, mtumishi, chukua maji, kila mtu anagusa maji anaponya. Ni unasoma Biblia mbaya sana. Biblia inasema malaika yuko mfanyikazi ya watakatifu. Kama malaika anatuma mtu, malaika ya giza ndio yuko ufalme ya mtu. Ya mtu yuko na mavumbi. Kwa ajili ya matakatifu. Biblia inasema yuko na malaika ya ulinzi kwa ajili ya matakatifu. Yuko na malaika ya baraka kwa ajili ya mtakatifu yote. Siko wewe malaika ameanza kutuma. Malaika anatumia na Bwana kwa ajili ya kupeleka kitu kwako. Malaika hawezi kusema kitu mbele ya mtakatifu. Kama mimi hapa niko na uwezo kutuma malaika ndani sehemu fulani fanye kitu fulani, naenda nafanya arudi, usifanye kazi yangu. Kama unaomba unasema Mungu nataka kazi. Document yako imekaa kampuni ya kula mtafika, malaika anaingia na chukua document yako chini anaweka juu. Ni kazi ya malaika. Amen. Anaenda na kukumbusha mtu. Amen. Malaika hawezi kuja na habari yake mwenyewe. Amina, hii malaika yauliza. Alimtumia anasema malaika ameshuka, amegusa maji, amesema mtumishi, uzia watu. Mungu anatuma kuuza. Mungu Biblia inasema tumepata bure tulipe toe bure. Mungu ametoa utumishi uza. Bila ya kanisa. Leo tumeshusha jina la Bwana paka mwili paka chini. Ndio mbona tumekoma mavuno. Ndio umesikia wakaanza kusema sabuni yepako, chumvi yepako, kitu yepako. Kila mtu anasoma Biblia kipande kidogo. Amechukua karatasi imekoma huduma mzima na fahamu. Mwingine amesema mimi natumia maji kwa sababu Elia kabla moto kushuka amesema weka maji mara kwanza, mara mbili, mara tatu. Mimi mtu anakosea. Biblia inasema kitu inaitwa ibada haiwezi kufanikia bila sadaka. Mvua ijanyesha miaka 3. Biblia inasema paka watu hata kukula watu watoto kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya njaa, hakuna chakula, hakuna tena. Ndio kitu Elia amekimbia juu ya mlima ya Karmeli. Sio binadamu amefika, maji hamna dunia. Amesema nataka kila familia anabeba kikombe ya maji anaweka anajaza hapa, tunajaza hapa mara kwanza, mara mbili, mara tatu. Sadaka. Amen. Amen. Sadaka tu ameomba sadaka. Kwa sababu Biblia imesema sadaka tunatoa kitu ya nini? Ya muhimu sana mbele ya Bwana. Amen. Amen. Yuko kitu kama huyu, wewe unaanza kusema naanza kuuza maji. Amen. Tuko na vitu Mungu ametumia ndani ya Biblia. Kwa nini unatumia tu moja? Amen. 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 Unakuja kanisa, kitu ya kwanza, tafuta Yesu Kristo anaishi ndani yako. Leo tuko na watu wanasali ni bado yuko mavumu. Mtu kama ninyi hapa shetani anaanza wapi? Anaanza wapi? Amen. 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 Bado watu wanakuja kusali ni yuko mavumu. Ndio maana leo mchafu umeingia ndani ya kanisa. Amen. Umeona mtu anahubiri vizuri? Mtu anaanza kuwaza niko na Mungu kwa sababu niko na watu nyingi. Mwingine anawaza niko na Mungu kwa sababu niko na fedha. Mwingine anasema niko na Mungu kwa sababu niko na TV na radio. Mtu yuko na Mungu kwa sababu anatembea na maisha takatifu. Amen. Amen. Sio kwa sababu ya vitu. Hata vitu mwingine tunaanza kusema ujiza. Sio ujiza. Esi mtabieni kuingia kwenye ndoa naitwa hiyo ujiza. Biblia inasema kila mtu anaishi mabado iko duniani, iko na mke kwa ajili yake, iko na mwanaume kwa ajili yake. Hiyo sio ujiza, iko kwa ajili ya Mungu tu. Biblia imesema kila Mkristo hapa duniani hawezi kuishi maisha mateso. Siku moja hata umeteseka umepata kazi, umeteseka umepata, hii sio ujiza. Hii haji tu ya Mungu imetendea ndani ya kanisa zako maisha yako. Amen. 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 Ujiza kubwa sana ndani ya maisha ya mtu kuokoka, kuacha maisha mchafu na kuwa mtu mtakatifu.
Ni kitu kinaitwa ujiza ndani ya Biblia. Leo tumeacha maisha ya utakatifu, ndio tunateseka leo. Tunateseka. Hapa kanisa unakuja hapa. Kaka wewe hapa kwenye sherehe unaweka nyimbo ya mpande mwingine. Unacheza kama mchezaji wa shetani. Alikanisa hapa tunaweka nyimbo umekoma kama malaika. Huwezi hata kucheza. Hata kupiga makofi ujui. Unasali bado unajiaba huku na club. Kila Jumamosi unatoka club usiku. Angalia vitu vimefanya kanisa limepoteza nguvu. Hata tunakuja kusali lakini tunapitiza tu muda. Mtaingia maisha mchafu. Mungu amesema kuanzia sasa shetani, mimi Mungu nimekupa nguvu ya kufanya nini? Ya kukula mavumbi. Maana yake kila mtu anatembea na maisha mchafu, shetani iko na nguvu ya kukula maisha yake. Amen. 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 Leo ofisi wangapi wachungaji wameharibika? Nimekaa hotelini moja Arusha mjini hapo. Umeona jioni hapa saa moja. Taxi inaingia. Umeona biti kidogo anashuka. Baada ya muda umeona gari mwingine inaingia. Mtu anashuka na amevaa kofia paka. Nimeuliza mtu nani? Nimeimbaje? Amesema hapana, hii askofu fulani. Mwingine amefika, huyu nani? Huyu nabii fulani. Huyu nani? Huyu apostle Juli. Kiko mtu anafanya kazi hotelini sio Mkristo. Wewe unaenda kubadilisha bwana wake. Hata kwa unamwambia kwenye TV, kwenye radio. Unashusha jina ya Mungu. Tunahubiri Mungu gani? Mungu wetu yuko utakatifu kwa ajili ya watakatifu. Amen. Unajua tuko na watu ameanza kuhubiri tu kwa ajili ya fedha, kwa ajili ya usafiri, kwa ajili ya jina. Na tunataka watu huyo anaweza kuingiza watu mbinguni. Kazi ya Mungu sio kwa ajili ya kujaza, na kazi ya Mungu ni kujaza watu mbinguni. Kazi ya Mungu sio kwa ajili ya kuongea tu, na kazi ya Mungu kwa ajili ya kupeleka watu kuokoka. Nimepata neema siku moja tumepanda maombi, nimependa sana maombi ya mlimani. Tumepanda mlima wa Nduluchi hapa, tumepanda na Pastor Zakaria, Apostle Edson, wachungaji mwingine, PCC wachungaji mwingine tumepanda. Tumefika mlimani. Nimeona vitu vya ajabu sana. Lakini mimi kama nabii naongea kama mtu hivyo. Sababu siwezi kuogopa kitu kwa sababu utanabii na maisha yao yanaitwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Umeona nabii au apostle mchungaji mmoja amechukua biti ya watu amesema panda mlimani nene kuomba huko siku 5. Yeye jioni hata saa 12 anapanda huko kwa sababu kwa saa 12 mtaweza kushuka amekopanda anapanda mapema hata saa 12 saa 11. Inafika saa 1 ameenda kufanya mapenzi na Mungu na mwana wake ya watu, mtoto wa watu huko. Watoto wangapi meharibika huko na maombi? Zaidi ya 50. Hii ni sisi leo. Lakini niongea na watu hivi.